السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سنة سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، bila shaka hii ni majlisi yetu ya 7 ambayo tutaihudhurisha katika usiku huu wa leo wa Jumatano, usiku wa kuamkia Jumatano wa tarehe 8 Jumada al-Ula ya mwaka wa 1445 Hijria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 22 katika mwezi wa 11 wa mwaka wa 2023. Majlisi hii ni mwendelezo au inaungana na ni ukamilifu wa majlisi ya jana ambayo tulihusisha juu ya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno ambayo baadhi ya watu wanadai kwamba kwa maneno hayo Ibn Taymiyyah rahimahullah ameyajuzisha maulid na kwamba ihtifalatu za maulid zafaa na sio bid'a, jambo ambalo ni makosa ya wazi. Na haya tuliwahi kuyazungumza siku za nyuma, lakini kwa tafsiri zaidi tumeona tuyafanye mambo haya kwa majlis maalum, na hao waliomnukuu wamekosea. Kwa hiyo wamemkosea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kuyachukua maneno yake na kuyaelekeza mahali ambapo yeye mwenyewe na kuyachukua maneno ya mwanachuoni na kuyaelekeza kuyachukua maneno ya mwanachuoni na kuyaelekeza
kwenye maana ambayo hakuikusudia yeye mwenyewe ni kumkosea na si sawa. Na jambo hili linatokea kwa sababu nyingi tu. Miongoni mwa sababu hizo, moja ni ufahamu. Mtu anaweza akachukua maneno ya mwanachuoni kwa kuwa hakuyafahamu, na kutokufahamu kuna sababu nyingi sana, lakini moja katika sababu ni kutokufahamu, na sababu ya pili ni kufuata matamanio ya nafsi. Mtu anaweza kujua, ana ufahamu, akaelewa, lakini nafsi yake haimuongozi kwenye kuusema ukweli, akaamua tu kuyapindisha maneno ya mtu fulani yakaelekea kule anakotaka yeye. Hili jambo lipo, na hii ni kawaida ya Mayahudi, Manasara, hata mushrikun, bali baadhi ya makundi ya kipotofu wana tabia hizo kwa sababu ya kughilibiwa na hawa ya nafsi. Lakini hii sababu ya kwanza ya kutokufahamu ndiyo iliyoenea zaidi, hasa kwa watu wenye kudhaniwa vizuri. Pengine hapa hakufahamu kwa sababu ya ujinga. Hii ni moja. Mtu anaweza akawa hakufahamu, si kwamba ni mjinga, bali amefanya uzembe katika kuyachukua maneno pasi na kuyazingatia maneno yale kwa kufuata misingi yake na taratibu zake. Amezembea katika hili. Na inawezekana sababu nyingine na ubinadamu pia nao upo, lakini ni kosa, itabaki kuwa ni kosa unapochukua maneno ya mwanachuoni ukayaelekeza mahali ambapo yeye hakukusudia. Na tumeona sisi kwenye mazungumzo yetu ya jana ni kwamba baadhi ya watetezi wa mambo ya bid'a na hasa ihtifalat bil Maulid an-Nabawi wameyachukua maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wakaelekeza wanapotaka wao, na miongoni mwao ni Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhan, Allah amrehemu, amsamehe makosa yake. Kwenye kitabu chake As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, pale alipoyanukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh huyu tumejaribu kuyakosoa maneno yake kwenye kitabu chake hiki katika nukta mbili, pamoja na kwamba ziko nyingi, lakini nukta mbili kuu za wazi kabisa ambazo yeye ameteleza. Ni moja ni ile tulitaja katika majlisi zilizopita, masala ya at-tarku kwamba ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Tukafafanua kwamba maneno haya yana makosa na yamejengwa katika msingi mbovu, kwa hiyo si maneno sahihi. Na usahihi ni kuwa neno jambo la at-tarku lina tafsil au kuna tafasil ambazo haifai kuelezwa kwa ijmali ya aina hii, na ni makosa kiilmu. Lakini pili ni kuta hii ambayo tuko nayo leo, pale Sheikh alipodai kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameyajuzisha maulid kwa maneno yale, fata'dhimu al-maulid واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Sisi tukamwambia hapana, Sheikh hapo amekosea katika kunukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kuyaelekeza mahali au kwenye maana ambayo yeye hakuikusudia. Kwa ufupi ni kwamba hakumuelewa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amekusudia nini, kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni kwamba yeye ameyachukua maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juu na hakunukuu kutoka kwenye masdari yake, amenukuu kutoka kwa mtu aliyenukuu, naye ni Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani'.
lakini angekwenda kwenye chanzo cha maneno hayo ambayo ni masdari ya maneno hayo kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, angetazama ile baadhi anayokusudia pale, kwa sababu qad yafaluhu ba'dhu an-nas. Hiyo baadhi anayozungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni ipi? Kwa hiyo angelazimika kusoma mwanzo wa faslu ili amuelewe. Angekutana na maneno yanayoonyesha ya kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakubaliani na mambo ya ihtifalati bil Maulid an-Nabawi, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam, wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, au kama qala rahimahullah ta'ala. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ يوم مولده صلى الله عليه وسلم عيدا. angekutana na maneno hayo ndio angemfanya aelewe. Kadhalika maneno yalikuwa kabla alipokuwa akiwazungumzia maulama almujtahidun ambao wamefanya baadhi ya makosa kwa kutoa hukumu zisizolingana na dalili, waliteleza katika jambo hili, kwamba watu hao baadhi hiyo iliyojitahidi ikafanya mambo hayo kwa dhana ya kwamba ni mambo ya sawa, na wao wamefikia katika daraja ya jitihadi, watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jitihadi zao na si kwa lile kosa walilofanya. Angeliona hilo kweli, lingemuongoza katika kutoa fatwa au katika kuyafahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye mwenyewe wazi amesema, au msimamo wake anaona kwamba kuweka misimu na sherehe za kidini ambazo sheria haikuziweka kama vile misimu ya Maulid katika mwezi wa mfungo 6, kufanya namna hiyo ni kuzusha katika dini. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hilo ameliweka wazi na tumelifafanua kwenye majlisi ya jana. Pia kukusanyika katika msimamo wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kukusanyika kwa ajili ya Maulid, yeye anaona ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakufanya mambo hayo, na kadhalika anaona kwamba mikusanyiko hii si kheri, na laiti ingelikuwa ni kheri, tena kheri iliyotakasika, kheri iliyo na nguvu, basi masahaba, tabi'in, maimamu ambao sisi tunadai kuwafuata kama al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, wao na wanafunzi wao na mashaikh zao hawakulifanya jambo hili. Sasa lao ingelikuwa ni kheri, basi wao wangetutangulia kwenye kuifanya kheri hii. Huu ndio msimamo wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Baada ya kuleta ufafanuzi huu katika siku za nyuma na kusema kwamba shekhe katika hili amekosea na yeye ni bashar, mwanadamu, na yeye ameshafariki na kitabu kipo na hoja inatumiwa na nyimbo zaimbwa, kukaa kimya kutotanabahisha kosa hili kutaendelea kuwapa dhana ya watu au kuamini kwamba ni hoja ya sawa, na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni kweli kujuzisha. Kwa hiyo kuyakalia kimya haya ni kuruhusu hilo, kwa lazima watu wabainishiwe kwamba si kweli kwa hoja 1, 2, 3, 4, 5 kama zipo, na huu ni utaratibu wa kielimu. Sasa kwa kuwa yeye ashafariki, lakini ameacha wanafunzi nyuma, kwa hiyo wanafunzi aliowaacha ndio watakiwa wamjibie kama waona kwamba kuna haja ya kujibu, na wala sijamlazimisha ajibu fulani kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba lazima fulani ajibu, la. Lakini wanafunzi wapo, kama una hoja lete, umjibie shekhe wako kwenye jambo hili ambalo sisi tunaona kwa uwazi kabisa kuwa amemsingizia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na hili tulilifanya pia hapo kabla. Yuko shekhe mmoja wa kule Mamburui
sharifu mmoja aliwahi kuzungumza wazi na maneno yake kwa YouTube akidai kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesema kwamba mtu akihudhuria katika hadhara akitajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alafu asicheze, basi kufanya hivyo ni qaswatun wa jafaa. Kwamba kufanya hivyo ni ususuavu. Tukaja hapa na kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tukakisoma, tukaona kwamba si maana yake sivyo alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah azungumza kitu kingine, lakini sharifu huyu shekhe huyu kwa maksudi akaamua kupotosha. Sasa kwa kuwa hawa watu wana tabia na kasumba za kuwatetea mashekhe zao hata kama kwa batil, wakakosa majibu ya kujibu. Wakaja mmoja nasikia akazungumza, kumsikia lakini anasema tamjibu mwana wa chuoni mkubwa kama huyu, wewe uweze kubeba viatu vyake. Sasa ndio majibu ya kielimu. Nilikwambia atakubeba viatu vyake. Lakini sasa ni watu wanapokuwa wamefilisika katika hujja, basi wao wanakimbilia katika kushambulia bila ya staha wala heshima wala lolote, kujisemea tu. Na tutakuja kuyarudia maneno yake insha Allah ili lidhikra wa tarikh. Msikie maneno yake anavyosema na majibu ambayo sisi tumeyataja na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anavyosema. Lakini twende na huyu kwanza. Sasa shekhe huyu hapa anadai hili, na sisi tumethibitisha kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah kwamba anapinga maulidi na kuyaita ni bid'a na si khairi, na lau kama ingekuwa ni khairi basi masahaba, tabi'ina, maimamu wangelifanya jambo hili. Hayo ndio maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Lakini kitu kingine ambacho Sheikhul Islam amekizungumza ni kwamba kama yupo katika watu wenye kujuzisha jambo hilo, katika wanawazuoni mujtahidun, wakalifanya jambo hilo kwa kauli au kwa vitendo au wakalijuzisha kwa kauli, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapa thawabu juu ya ijtihadi hii na sio juu ya bid'a hii, kwa kuwa wao ni mujtahidun. Huo ndio msimamo wa Ibn Taymiyyah na huo ndio msimamo wa Uislamu. Na kuna mifano mingi katika sheria ya Kiislamu juu ya mambo ambayo wanawazuoni wametoa fatwa wakateleza, na walahumul ajru wal mathubatu inda Allah. Allah atawapa ujira na thawabu kwa sababu ya jitihadi zao. Kuna baadhi ya wanawazuoni wa Kiislamu wanaona ya kwamba mtu anaweza kumuoa binti yake wa zina. Yani wewe afana Allahu iyakum, umezini na mwanamke ukampa mimba, akizaliwa yule mtoto wewe waweza kumuoa. Wako katika wanawazuoni wanasema maneno haya kwa ijtihadi, kwamba yule kwa sababu si nasabu yako, yule kadha kadha, ikiwa umejibiwa na wanawazuoni wengine. Na haya ndio madhhabi ya wengi katika Shafi'i, wanamsimamo huo, lakini si sawa. Kuna baadhi ya wanawazuoni wanaona uhalali wa kunywa nabidh. Sitaki kwenda zaidi ndani katika jambo hili, bali baadhi ya wanawazuoni wanajuzisha masala ya sama'ul maazif, kusikiza mziki, na wamekosea katika hili kwa dhana ya kwamba hadithi ni dhaifu, akiwemo Ibn Hazm ijtihadi yake, lakini haifai kumfuata katika hilo. Na kuna mifano mingi ukifuatilia fatawa ambazo ni shadha za baadhi ya wanachuoni. Kuna baadhi ya wanachuoni wamekusanya mujalladat al-aqwalu shadha, naona kauli hii iko kinyume kabisa na dalili, lakini wanachuoni kwa kuwa dalili ile haikumfikia akafanya jitihadi akakosea katika lile. Nazungumza katika furuu za sheria. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anazungumzia wanawazuoni kama hawa juu ya kadhaya kama hizi. Sisi hatutasita kusema kwamba hii ni batil, hii ni bid'a,
hii ni haram, tutasema hivi ni haram, lakini mbona mwanachuoni fulani kasema ndiyo kateleza katika hili, kwa amefanya haram. Haya ni masala mengine. Tunazungumza kwamba kateleza katika hili, na kwa sababu ya ijtihadi ana ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama tutaamua kutaja mifano tu ya wanawazuoni walioteleza katika masail, ni mingi tu na inatajwa katika vitabu vya ilmu. Kwa hiyo msingi sasa unakuwaje pale wanawazuoni waliofikia daraja ya ijtihadi wanapokosea katika mambo kama hayo? Msingi ni upi? Ndio huu anaozungumzia Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, kwamba huyu mwanachuoni kwa sababu amefikia daraja hiyo ya ijtihad na ameteleza, atalipwa ujira mara moja. Huo ndio msimamo wake. Pengine kwa ile ghaira katika jambo la dini akasema hivi, ile ghaira yake na jitihadi yake Allah atamlipa kwa hilo. Mahaba yake na mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yamempelekea akatoa fatwa hii, Allah atamlipa kwa hilo. Hili jambo liko wazi na wala halina mushkili wowote, na ndio Uislamu. Ukimwona mtu ahoji sasa mtu afanye jambo la haramu alafu sasa apewe thawabu, unaona wapi? Ndio huyo hajatafakaha katika dini, hajui misingi ya dini na taratibu za misingi, taratibu zake na namna ya kutaamali na ahlul ilmi, hajui hilo. Sasa sisi tutaamali na watu ambao hawajui hayo. Wale wasiojua tutawaelewesha, na wale wanaojua tutawaambia, tutawakumbusha kwamba hali iko hivyo na hilo jambo nyinyi mwalijua. Kwa hiyo natija iliyofikia sisi katika mazungumzo yetu imefikia kwamba Sheikhul Islami hajayajuzisha maulid, bali amejuzisha kupewa ujira baadhi ya watu walioteleza katika jambo hili, kwa kuzingatia maneno ya nyuma na kuzingatia msingi aliojenga huko nyuma kabisa. Rejeeni kwenye kitabu Iqtidau as-Sirati al-Mustaqim limukhalafati ashabi al-jahim cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwenye juzu ya kwanza, juzu ya pili, faslu ya pili na faslu ya tatu. Soma taratibu mwenyewe peke yako, kaa usome kwenye juzu ya pili ile, fungua faslu ya kwanza, soma kichwa cha habari chake, soma maelezo yaliyoko chini, umalize, soma fasuli ya pili, soma kichwa cha habari chake, soma maelezo yaliyopo chini. Utasadikisha haya ninayosema. Kwa hiyo miongoni mwa makosa ambayo shekhe alikuwa ameingia ni kwamba yeye hakurudi kwenye masdar, na hii ni dhaifu katika masala ya katika buhuthi za kiilmu, ni udhaifu. Alitakiwa asitosheke kubaki katika hiwaru maa al-Maliki, alitakiwa arudi katika Iqtidau as-Sirati al-Mustaqim. Baada ya kuzungumza maneno haya, baadhi ya watu kwa masikitiko wakasimama kwa njia ya kutaka kumtetea Sheikh. Hawakuelewa alikuwa anazungumza kitu gani. Wengine wakasimama, vijana, sisi hatuwezi kumjibu huyo kwenye hadhara kwa sababu wewe hatumuoni, au kuna wazee hawataelewa, tuandikie barua ya mwaliko, uombe kibali, sisi tutakuja kukuonyesha mahali maneno ya Ibn Taymiyyah aliyojizisha maulid. Ikawa lugha siku hivyo na wengine wakaanza kujibu, lakini mtu anafafanua qad. Hii qad maana yake ni nini? Sisi tuzungumzie masuala ya qad maana yake nini, au mtu anazungumza ajifanya kama vile kuna mizani wa sarfu, kuna fa'ilun fa'ilun ajrun adhim. Kuna mtu akakataa kwamba kuna ajrun adhim? Hakuna alikataa. Niambiwe kabisa, niletee kwenye kamusi kwamba hii ajrun adhim ni dhambi kubwa,
ni dhambi sasa, sio thawabu. Umeelewa? Lakini ulichoulizwa, kwa sababu kufahamu swali ni nusu ya kufahamu majibu. Lakini kama hujafahamu utajibu vipi sasa kama hujafahamu? Sasa haya ndio matatizo mengi yaliyoingia katika ulimwengu. Fahamu zimekuwa ndogo, alafu watu wanajiona wajua, maarifa yamekuwa mafupi. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam. Sasa kiasi ambacho sisi tunasema kwamba labda kuondoka kwa mashekhe, baadhi ya mashekhe wanakuwa wanaondoka huko wenyewe hawakujizaa. Mtu anaondoka na elimu yake, anakosa watu wa kuvaa viatu vyake, na hili ni jambo lipo hili. Labda mwenyewe angeminyana akafafanua akaeleza, kisha hana watu pengine wa kumjibia. Ana watu ambao watasimama kumtetea tu, kwa au pengine mwenyewe ni kweli haya maneno hayako hivyo, nitayafuta. Ucha Mungu ukampeleke pengine takwa Allah, lakini huku wengine hawezi kukubali. Itakuwaje shekhe akosea? Shekhe ujue wewe ni mwana mdogo. Sasa ingekuwa dini yapelekwa namna hiyo, jamaa, pangebakia kitu, tungekuta mambo yote yashaharibika, tusingekuta chochote katika jambo la dini. Sasa mpaka sasa hakuna anayeweza kujibu maswali ambayo sisi tumeelekeza kwao. Jana nilihoji baadhi ya maswali, nitapenda leo niarudie kwa ufupi, alafu baada ya hapo sasa nirudi katika ile nukta ambayo nilikuwa nimesimamia jana pale Sheikh bin Mani' alipotoa ufafanuzi juu ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kwamba haya ndio makusudio yake na namna alivyojibiwa. Alafu katika hayo majibu ndio tutakuwa na ufafanuzi sisi insha Allah. Katika maswali machache ambayo tuliyahoji ni kwamba sisi tulisema kwamba msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, msimamo wake kwa mujibu wa kauli tulizozitaja kutoka kwenye kitabu chake hicho ambacho yamo hayo maneno ya fata'dhimul maulid. Katika msimamo wake yeye anaona kwamba hii misimu ya maulid katika mwezi wa mfunguo 6 ni bid'a isiyokubalika. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرصوا. haya ndio maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliyotangulia nyuma tu kidogo tu kabla hajafikia kusema fata'dhimul maulid. Na kama hivyo yale walioyazusha baadhi ya watu, imma ni kwa ajili ya kuwaiga Wakristo kuhusu mazazi ya Isa mwana wa Maryam alayhi salam, na imma ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha yeye. Allah huenda akawalipa wao juu ya mapenzi haya na jitihadi hii, na sio juu ya kufanya bid'a ya kufanya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni idi, pamoja na kuwa watu wamekhtalifiana kuhusu mazazi yake, kazaliwa tarehe ngapi. Kwa sababu hili hawakulifanya as-salaf. Ibn Taymiyyah asema hivyo
pamoja na kupatikana au pamoja na kusimama kupatikana lenye kukumilia hilo, sababu yenye kupelekea hiyo, na kukosekana kizuizi cha hilo. Na lau ingelikuwa hii ni kheri iliyotakasika au kheri iliyo na nguvu, basi salafu wangelikuwa wana haki zaidi ya kulifanya hilo kuliko sisi, kwa sababu wao walikuwa wana mapenzi makubwa zaidi kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakimuadhimisha sana yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao kwenye kheri ni wenye pupa zaidi. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tuliyasoma na tumerudi tena kuyasoma kwenye juzuu hii ya pili kwenye chapa ya Ibn Taymiyyah, Daru Ibn Taymiyyah, ni ukurasa wa 313. Sasa swali linakuja, je, mwenye kuhalalisha maulid na kuyatetea anasema maneno haya? Hili ni swali fupi tu, lakini jana tulitanguliza maswali mengine kwamba je, haya ni kweli ni maneno ya Ibn Taymiyyah? Sisi hatuna shaka kwamba ni maneno yake, hatuna shaka, sababu kitabu ndio hiki hapa, juzu ndio hiyo, ukurasa ndio huu. Kwa hiyo kwa maneno haya hahalalishi maulidi katu. Lakini je, wale wanawachuoni mujitahidun walioyafanya au kuyajuzisha haya wapata thawabu? Ndio. Haya ndio maneno ya Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye maneno haya anaona kwamba kukusanyika kwa ajili ya bid'a hii ya maulid sio kheri, na lau ingekuwa ni kheri basi waliotangulia wangekuwa wana haki zaidi kufanya. Je, anayejuzisha maulid anasema maneno haya? Haya ni baadhi ya maswali machache ambayo tumeyauliza na mengine tumeyaacha, lakini tumeuliza katika darasa ya jana. Lakini swali la mwisho ni kuhusiana na suala la mujtahid anapokosea. Je, haya anayazungumza Sheikhul Islam kwa kuthibitisha kwamba mujtahid, mwanawachuoni aliyefikia daraja ya ijtihad kama ilivyoelezwa kwenye vitabu vya usulul fiqh, mwanawachuoni huyu anapokuwa amefanya jambo au ametoa kauli, amesema neno lililo kinyume na sheria, lakini amesema hivyo au ametenda hivyo kwa ijtihadi, ni kweli atalipwa hata kama kakosea? Hata kama kile alichokizungumza ni cha haramu, hata kama kile alichokizungumza ni cha halali akasema ni haramu, au cha haramu akasema ni halali, atalipwa? Jawabu ndiyo. Kama amefanya hivyo kwa jitihadi yake, ndiyo. Sio mwanawachuoni mmoja, pengine wanawachuoni 3, 10, 20, 100, wote wana kauli hiyo, lakini ya makosa, ijtihadi zao zimewapelekea hivyo, utalipwa. Sasa huo ni msingi wa sawa? Kama ni msingi wa sawa unaokubalika, kwa nini hapa iwe kihoja? Na kwa nini sasa mchukue kwenye maneno haya kwamba lile ambalo walilifanya kwa jitihadi wakakosea, kwamba hilo lafaa kwa mujibu wa maneno haya? Maana kwa maneno yenu ni kwamba huyo mwanawachuoni atakapofanya jambo la kimakosa akakosea, kwa sababu tu alipwa atapata ujira kwa jitihadi yake, basi na hilo alilolisema pia lafaa. Ndio hivyo? Hapana, si hivyo. Someni vizuri vitabu vya ilmu, someni vizuri vitabu vya ilmu na misingi ya ilmu. Kuwa mujtahidi alipwa kwa kosa alilolifanya ndio kibali cha kuhalalisha kwamba hilo kosa lafaa. Hilo tuje kusikia sisi, kama lipo mtuonyeshe nani kaeleza jambo hili. Na ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika maneno aliyosema akasema, walakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika. Naam, qad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar'i fayughfaru lahu li ajli ta'wilihi idha kana mujtahidan al-ijtihad alladhi yu'fa ma'ahu 'an al-mukhti' wa yuthabu aidan 'ala ijtihadihi
lakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika. Sheikh anasema hivyo ndivyo, lakini huenda akawa ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria hii, atasamehewa yeye kwa ajili ya ta'wili yake pindi atakapokuwa yeye ni mujtahid, ijtihadi ambayo husamehewa pamoja na jitihadi hiyo kwa mwenye kukosea, na atapewa thawabu vile vile kwa ile jitihadi yake, lakini haijuzu kumfuata yeye katika kosa hilo. Haya ni maneno yako wazi kabisa. Aina uqulukum, ziko wapi akili zenu katika hili? Kwa hiyo sisi tukayazungumza haya tuliyozungumza na tukatoa maswali juu yake. Sasa nirudi katika pale mahali ambapo tuliishia jana. Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', hizi ni alama zimefuatana. Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', jina lake lilivyoandikwa kwenye kitabu, lakini nashangaa hapa kwenye Sa'iqa ameweka alifu hapa. Mimi nimeshangaa alifu inatoka wapi? Nani kaandika alifu? Kwa nini? Kwani huyu ibn Mani' ni nani? Kamtaja sasa Abdullah ibn Sulaiman alafu akaika alifu ibn Mani'. Tujalie katika makosa ya kiuandishi. Mnanielewa ninachokizungumza? Katika taratibu za uandishi haifai kuweka alifu hapo, ikiwa huyu ni mtoto wa huyu, hii alam na hii alam. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, sasa wewe ukaika alifu pale kwenye ibn, haifai, kwa sababu ile alifu inakufahamisha tu kwamba huyu baba huyu mtoto huyu si babake mzazi. Ukika alifu ikiwa iko baina ya alamu mbili, lakini kama ni alamu moja Ibn Taymiyyah lazima uweke alifu pale, sawa. Lakini jina alam na alam, huyu ni baba wa huyu Abdullah ni baba wa huyu Muhammad, alafu atia alifu katikati, khata, sawa. Huyu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, usiweke alifu hapo katika hizo. Ukiweka alifu umekosea, inatafsiriwa tafsiri tofauti, kwa sababu wakati mwingine mtu ananasibishwa na babu yake, si lipo hilo. Sasa ukiweka alifu inaonekana pengine labda huyu babu yake. Abdullah ibn Sulaiman, rejeni kwenye Sahiha yenu mtaona hilo jambo lipo, sawa. Asema kama naqalahu Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' wa alif ibn Mani'. Tusibaki sana hapa, lakini mara nyingine wajiona kweli wajua lugha na nini. Haya, hiyo sasa. Haya sasa, Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' kwenye kitabu chake Hiwaru ma'a al-Maliki amesema bwana huyu alikuwa ni kadhi pale Makkah, bali alikuwa ni katika wanawazuoni katika haia ile jopo na kamati la wanawachuoni wakubwa wa mamlaka al-Arabia Saudia, bali pia alikuwa ni mwalimu mudarris, ni sheikh anasomesha katika Masjid al-Haram Makkah. Kitabu chake hiki ndicho nacho kimechapishwa mwaka 1983, miaka 40 iliyopita. Alipoyataja maneno haya Ibn Taymiyyah fa ta'dhimu al-Maulid, wakati akimjibu Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki katika kitabu chake Mafahimu yajibu an tufattah, mafahim, wakati akimjibu Alawi al-Maliki akataja maneno haya na akayaelekeza katika maelekeo yaliyo sawa, kwamba si sawa kuyatumia maneno haya ya Ibn Taymiyyah katika kuyajuzisha maulid. Maneno haya hayaelekei katika mwelekeo huo, bali maana yake hii. Akaeleza vizuri, nitasoma maneno yake. Alikuwa kimjibu Sheikh Muhammad Ali bin Abbas al-Maliki
al-Makki al-Hasani, yani yeye ni sharifu lakini nasabu yake haiendi kwa al-Husayn, inakwenda mpaka kwa al-Hasan bin Ali. Sawa. Kwa alipokuwa akijibiwa kwenye vitabu vyake, baadhi ya vitabu miongoni mwa hivyo ni hicho mafahimu yajibu an tufattah, ambacho Sheikh Muhammad bin Abi Bakar amenukuu kutoka kwake sana. Sasa akasema thumma innahu rahimahullah ansafa muttakhidhi almawalidi idha kana qasduhum mahabbata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhimahum iyyahu. Kisha yeye Ibn Taymiyyah akawafanyia insafu wenye kuyafanya maulid pindi yatakapokuwa makusudio yao ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha yeye. Fadhakara anna Allah qad yuthibuhum fi hadha alqasd la ala alqiyam bilbid'ah, akaelezea kwamba huenda Allah akawalipa au akawapa thawabu kwa makusudio yao haya na sio kwa kutekeleza uzushi. Fa innal akhidhina biha ma'zurun, kwa hakika wenye kushikamana na hilo watapata madhambi. Wa yuaqabuna bi'uqubati al-ibtida'i wa hiya fi an-nar, na wataadhibiwa kwa adhabu ya kuzusha nayo ni moto. Kisha akasema wa hadha al-qawl min shaykh al-islam mahmulun ala man fa'ala al-mawlid li ta'wil au taqlid, na kauli hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni yenye kuchukuliwa kwa yule aliyefanya maulid kwa tawili au kwa kufuata tu, amemfuata mwingine bila ya dalili. Hii kauli ya fata'dhimu al-maulid, kauli hii inachukuliwa kwenye maana hiyo. Amma man arafa annahu bid'atun, ama yule aliyejua kwamba hiyo ni bid'a, thumma fa'alahu, kisha akayafanya, walau kana an husni niyya, japokuwa ni kwa nia njema, au li ajli mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au kwa ajili ya kumpenda mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadha ya'thamu wala yujaru, hakika huyu hatapata madhambi na wala hatalipwa thawabu. Wayudhamu, na atasema vibaya, wala yumdahu, wala hatasifiwa. Kwa nini? Likaunihi ta'ammada ala basiratin fi'la ma haramahu Allahu, kwa kuwa yeye amekusudia pamoja na ujuzi, pamoja na utambuzi, kutenda lile ambalo Allah ameliharamisha. Wa bikaunihi ibtada'a fi din ma lam ya'dhan bihi Allah, na kwa kuwa yeye amevuzusha katika dini lile ambalo hakuliruhusu Allah. Wanususu min alkitabi wassunna, sikizeni Ibn Mani anaposema, na nususi ya kitabu na sunna, kulluha tadullu ala dhammi, zote zinafahamisha juu ya kumsema kwake vibaya, wastihqaqihi al'uqubata, na kustahiki kwake adhabu, lal ithaba, na si kupewa thawabu, lal ithabata, na si kupewa thawabu. Kama ya'lamu dhalika man tadabbara an-nusus, kama vile anavyolijua hilo yule mwenye kuzingatia nusus. Wa arafa ma dallat alayhi min an-nahy min anil bid'i wat tahdhir minha, na akajua yale ambayo imefahamisha juu yake, yale ambayo zimefahamisha hizo nusus juu yake katika kukataza bid'a na kuitahadharisha bid'a, wa shiddatil wa'id fi dhalik, na makemeo makali katika hilo. Wa kalamu Sheikh al-Islami rahimahullah yajibu an yunzal ala dhalika, na maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah yanapasa kuwekwa na kuteremshwa juu ya hilo, kwamba hiyo ndio maana yake. Na hivi ndio sawa, kwa sababu yeye amesoma kwenye iqtida'us siratal mustaqim, akayaona maelezo Ibn Taymiyyah. Sasa anaeleza, anamuelezea Sheikh Muhammad Alawi Abbas al-Maliki kwamba hii ndio sawa, ndio hivi sawa. Sasa mwenye Sa'iqa aliponukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alafu akayanukuu maneno haya ya Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' kama maelekezo yake. Sasa akajibu maneno yafuatayo, majibu ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakr kwa Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' katika juzu ya kwanza ukurasa wa 27, chapa ya zamani ile ya mwaka 87. Anasema hivi: qultu, nimesema mimi Muhammad bin Abi Bakr,
وإذا قرأت بنفسك أيها القارئ الكريم نص هذا الشرح utakapoisoma kwa nafsi yako ewe msomaji, yani wewe mwenyewe utakapokuwa umeisoma ewe msomaji mtukufu, nasi ya sharhi hii, wataamalta fihi maliya, na ukazingatia ndani yake kitambo kirefu, wa arafta minhu almufsida min almuslih, na ukamjua katika hilo mwenye kufanya uharibifu na mwenye kutengeneza, wasahiha min as-saqim, na ukalijua lililokuwa zima, lilikuwa sahihi na lililokuwa bovu, arafta anna hunaka ta'assuban madhhabiyya, utajua kwamba huko kuna taasub ya kimadhehebu. Wa huwa ad-da'ul 'udal, nayo ndio gonjwa sugu hilo, maradhi magumu kabisa ambayo alladhi a'ya al-atibba, maradhi ambayo yamewatopea madaktari matabibu. Wa idha dhallat, naendelea kusema, wa idha dhallat al-uqulu ala ilmi, na pindi zitakapopotoka akili pamoja na ujuzi, famadha taquluhu an-nusaha, kitu gani watakisema wenye kunasihi. Wa inna fariqa, kataja aya ya 142 katika suratul Baqara, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, na hakika kuna kundi miongoni mwao linaloficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Akaendelea, wal ajabu mimman yanha an al-ihtifal bil maulid, na ni ajabu ya yule anayekataza kukusanyika kwa ajili ya maulid au kusherehekea maulid, muallilan bi annahu bid'atun, hali yakuni mwenye kutolea sababu kwamba hayo maulid ni bid'a, wa huwa yara az-zakharifa bil masajid, na hali ya kuwa yeye anaona mapambo misikitini, watu wanapamba. Akaeleza kuhusu mapambo na uharamu wake, akaeleza alatu tasawir mpaka akamaliza mlango wote ukaisha katika kueleza mambo haya ambayo Sheikh Ibn Mani sio aliyozungumzia. Alipomaliza hayo akaingia katika mlango mwingine, al-maulid wa din. Ndio hivyo ukurasa wa 127 katika ukurasa wa 27. Alipomaliza hapo kwenye ukurasa wa 28 akaandika al-maulid yumathilu al-farha bihi sallallahu alaihi wasallam, ndio shamaliza kumjibu. Sasa mimi nataka tukae kidogo hapa kwenye nukta hii. Sheikh Ibn Mani rahimahullahu ta'ala anatoa ufafanuzi juu ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba anakusudia hiki, na hivi ndivyo ambavyo yatakiwa yafahamike maneno ya Ibn Taymiyyah, hivi alivyoeleza hapa kwamba kinachokatazwa au kinachoelezwa na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anawaelezea wenye kufanya maulidi kwa ta'wil, au mtu amefanya kwa taklid, amemfuata alim bila ya dalili, na yule alim ni mujtahid, Allah atawalipa kwa hili. Lakini yule anayejua kwamba hii ni bid'a lakini akafanya, hata kama ana nia nzuri, hata kama ni kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atapata dhambi. Haya ndio maneno ya Ibn Taymiyyah. Sasa yeye alitakiwa amjibu vipi? Amwambie hujamuelewa Ibn Taymiyyah, kama akiwa atakupinga sasa, kumpinga Ibn Mani, hujamuelewa Ibn Taymiyyah kwa sababu hayo unayoyasema hayapo katika maneno ya Ibn Taymiyyah. Sawa, ni maneno yako hayo, hayamo katika maneno ya Ibn Taymiyyah. Angalia ukurasa fulani mahali fulani, angalia mtiririko wake na siyaki yake, mchungu wa maneno yake yalivyokwenda. Haya maneno hayaelekei huko, hakuna masala ya ta'wili wala ijtihadi aliyozungumza Ibn Taymiyyah. Alikuwa akanusha hili, si ndio? Sawa, mtu akwambia mathalan Ibn Hazm amehalalisha mziki, hadithi iko sahihi kwenye Sahih al-Bukhari yakataza mziki, hadithi ya maazif. Ibn Hazmi ameikataa, sawa, kwa kusema kwamba ni hadithi dhaifu, mursal au muallaq, kitu kama hicho. Haya aliyofanya Ibn Hazm makosa, kwa sababu hadithi ni sahihi
Al-Bukhari anaposema qal ni kama vile kusema hadathana tu, sawa. Na hadithi pia imekuja mausulan katika sehemu nyingine. Kwa hiyo haya ni makosa kwa Ibn Hazm. Wewe utakiwa unijibu mimi, hapana, si hivyo, umekosea. Sawa sawa, kile alichosema Ibn Hazm ni kweli. Angalia, kuna kadha kadha, wataja mambo ya kielimu sasa pale kwamba kuna hili na hili na hili, au wewe hujamuelewa pale kuna hiki 1 2 3. Huo ndio unaitwa muqara'atul hujja bil hujja wad dalil bid dalil. Baki katika ile nukta na ile maudhui ambayo sisi tunaijadili. Maudhui tunaijadili ni kwamba Ibn Taymiyyah ameyazungumza maneno haya akiwakusudia wenye kufanya ta'wil na ijtihad kisha wakakosea, ndio anawazungumzia. Sasa wewe pinga. Sasa shekhi alipopinga anasema ukisoma maneno haya ya sharhi na ukazingatia, utaona kwamba kuna mufsid na muslih, utajua kwamba kuna sahihi na saqim, na kwamba kuna taasub ya kimadhhabi. Ipi tunaizungumzia hapa? Taasub madhhabi ipi? Wa anna hunaka au arafta anna hunaka taassuban madhhabiyan. Ipi taasub ya madhhabi ipi? Sasa wewe waanza kumshambulia mtu badala ya kuishambulia hoja. Mimi sijamuelewa hapo kusema kweli. Unasema utamuelewa vipi? Sheikh ametumia elimu kweli kweli. Tueleweshe kwamba majibu yanakuja hivi. Na sisi kweli tupochungulia tukuangalia vitabu na maneno ya Ibn Taymiyyah, kweli amezungumzia hao kwamba hawa watu wanaofanya ta'wili na jitihadi hukumu yao ni hii. Na Ibn Mani aeleza hivyo hivyo kwamba Ibn Taymiyyah anatuzungumzia ni kwa watu waliofanya ta'wil, waliofanya ijtihad, ndio hukumu yao ni hiyo. Sasa wewe ukisema kwamba taasubi hiyo, maana yake ni sasa taasubu kwenye lipi sasa? Haya, na kwamba hayo ndio maradhi magumu, maradhi sugu, madaktari yamewashinda. Mimi naona kama haya maneno kama yanarudi upande wenu, kwamba mna taasub za kimadhhab, yanawahusu nyinyi zaidi kuliko huyu anavyoeleza Ibn Mani'. Ibn Mani' amezungumza haqiqatun waqi, yani haqiqatul waqi'iyya, hakika hasa na ule uhalisia ulivyo hasa, hakuzungumza kitu mbali. Na kama ukitaka kujua hilo utaka kushindana, soma Iqtida'us Siratal Mustaqim. Alafu ukasema wa idha dhallatil uqulu ala ilmin, zikipotoka akili pamoja na elimu. Ala kwa maana ya maa, unaweza kutafsiri hivyo, pamoja na kuwa na elimu lakini akili nazo zikawa zimepotoka. Unamkusudia nani? Kwa maana kwamba Ibn Mani ni mpotevu, sio? Na amepotoka. Mbona mkiambiwa nyinyi mkasirika? Ita shekhe mpotevu. Maneno haya Al-Busiri ukiyaleta hapa, unataka kutuambia nini? Kwamba Ibn Mani, Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani ni mpotevu. Alafu hapo kwenye kasida yako waje wamsifia kwamba uisifie hiwaru, kwamba ni hiwari yenye vitu sahifaye enyi watu 163 atakaye akasoma. Tumesoma sisi kwamba hiwari ina vitu vipi? Si ndio hivi vilivyoelekezwa hapa? Hivyo vitu tunavyovisifu ndio hivyo vilivyoelekezwa hapa, ambavyo wewe uvitaki. Maana hiyo nyimbo yaimbo. Haya, alafu pia akataja aya, hatujajua munasaba wa aya hii na maneno haya aliyoyasema Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani yana munasaba gani? Kataja aya wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, na hakika kuna kundi miongoni mwao linaficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Ni haki ipi aliyoificha Ibn Mani? Ipi? Kwanza nakutajia maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo wewe umenukuu kutoka kwake, fata'dhimul maulid. Uone kwamba hiyo ni insafu.
amekufanyia insaf, akayachukua maneno ambayo wewe umeyatumia sasa ukaona kwamba ni dhidi yake, singeyaficha tangu huko, lakini kayachukua kutoka kwenye kitabu gani? Kutoka kwenye Iqtidha, akayaleta katika hiwar. Bali hayo maneno wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas pia ameyataja katika kitabu hiki, hakuyaacha. Na kama anacho hiki kitabu, bila shaka atakuwa ameyaona maneno haya ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sasa ameficha haki ipi? Ametaja katika ukurasa wa 166, si yale 163. Katika 166 wakati akimjibu al-Maliki anasema hivi: wa bihadha yadhharu lana wajhu tadlis al-Maliki wa talbisihi حيث نقل بعض الكلام وترك بعضه مما هو حجة عليه، فنقل قول الشيخ وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى بك مش ومنين yake. ثم ما معنى قول الشيخ وكذلك ما يحدثه بعض الناس؟ أنه رحمه الله يستعرض مجموعة من البدع ومنها بدعة المولد، فقال ومثل ذلك ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه رحمه الله أنصف akaendelea. Lakini haya maneno kayanakili hapa na akawa anamsema vibaya Alawi al-Maliki kwa kufanya batri na kuyakata maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sasa kitu gani amekificha mpaka ututajie aya wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun? Lakini ndio katika ilmu katika adabu al-bahth wal munadhara kuna kitu chaitwa al-haida, kukwepa. Mtu anapoona kwamba sasa treni ile laja na yeye katika reli pale, anafanyaje? Anakwepa, anaruka, asubiri gongane uso kwa uso. Sasa hoja zinamjia hivi, nini akwepa? Pambana naye. Kwa hiyo ameshindwa kumbana na hoja uso kwa uso, akaikimbia hoja hii. Kisha asema, akaenda mbali zaidi, wal ajabu mimman yanha anil ihtifali bil maulid, na ajabu ni kwa yule ambaye, wal ajabu mimman, na ajabu ni kwa yule ambaye yanha anil ihtifali bil maulid, anayekataza ihtifali ya maulid, muallilan, hali yakuni mwenye kutoa sababu, bi annahu bid'a, kwamba hiyo ihtifali bil maulid ni bid'a. وهو يرى الزخارف بالمساجد, na hali ya kuwa anaona mapambo kwenye misikiti. Akaanza kutaja uharamu wa mapambo na kadha kadha, akataja mambo mengi hapa. الزخارف بالمساجد وهو يرى الزخارف بالمساجد المنهي عنها بنص الحديث الصريح، ويرى الفرش النفيسة وبلاط الرخام وماء الذهب وبناء المحاريب وتشييد المنابر في الحرمين الشريفين وغيرهما، بل ويرى آلات التصاوير داخل المساجد وخارجها، ولم ينهى عن شيء من ذلك. فإذا احتفل أحد بالمولد النبوي تعظيما له وإقامة لأبهة الإسلام، هكذا sasa sijui imefutika futika. لأبهة الإسلام قالوا هذا مشرك مع فعلهم ورضاهم بزخرفة المساجد المنهي عنها في الحديث الصحيح صريحا. Akaeleza maelezo mengi kwamba nyinyi mwaona mapambo misikitini, mwaona makapeti yaliyopambwa yaliyotiwa nakshi, mwaona marumaru, ceramic zilizowekwa, maji ya dhahabu yametumika kuchora mapambo mule ndani,
kujengwa mihrabu, kuwekwa minara, mimbari zikajengwa katika haramu mbili na minginezo, makamera yamewekwa ndani ya misikiti na nje. Yote hayo mwanaona, lakini mwanyamazia kimya. Watu akikusanyika yote kwa ajili ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha, nyinyi mnasema kwamba huyu mushriki. Sasa nikamwambia kama ni mushriki. Allahu almusta'an. Sasa tusiende mbali sana katika maelezo, sisi turudi hapa tu. Je, haya ndio majibu? Tujalie mathalan hayo yote yanayotajwa ni mambo ya haramu. Amekujia mtu anakukataza jambo, bwana, hivi unavyofanya si sawa, wewe umemdhulumu mtu fulani haki yake, mpe mfano, yani usifanye hivyo, sio jambo zuri. Na wewe amgeukie sasa, mbona wewe ulimpiga mtu fulani mwaka fulani, kwani vile ni vizuri? Wewe ulimpiga mtu fulani, kwa maana kwamba nataka tutoe draw sasa, sio mimi nilichokifanya na wewe ulichokifanya, sawa basi, kwa mimi niache na mimi nikuache, usiniguse. Sasa kweli dini itasimama namna hiyo? Tujalie ni hivyo. Lakini sasa, je, ni kweli wanawazuoni hawajakataza mambo haya? Haujui kwamba kuna ahlul ghalaba? Qala alladhina ghalabu ala amrihim la nattakhidhanna alayhim masjida. Sawa, ahlul ghalaba wanaweza kufanya jambo, tutafanya sasa, wewe utafanya. Salatin, al-umara, al-muluk, al-ruasa, al-wuzara wanaweza kufanya jambo ambalo watu hawalitaki katika ahlul ilm. Kwani tawsi'a ya msikiti wa Madina wakati Abdul Malik bin Marwan atakutanua msikiti upande wa mashariki, si wanawachuoni walikataa, lakini wakafanya. Na hivyo hivyo kuna mambo mengi utakuta ahlul ghalaba kwa maana salatin na muluki wanaweza kufanya hali ya kuwa wanachuoni wanalipinga. Sasa kusema tu kwamba wao wanaona mbona wapingi, kuna mambo mengi ya munkarati yanafanywa na watawala mbalimbali, wanazuoni wanayapinga na kuyakataza. Sasa pia ile tusiende, lakini huu si uslubu wa kiilmu. Unapoletewa hoja, ijibu hoja, usirukie kwenye kosa jingine kwamba mbona fulani kafanya jambo fulani. Kufanya kosa mtu fulani hakuhalalishi lile kosa lako unalolifanya, na sio majibu ya kiilmu. Ni kukimbia hoja. Wewe kwa lugha fupi nataka kusema hapa, msiende huko wala kule, msikachukua Abdul Malik bin Marwan kifanya hivyo, chukueni hivi. Shekhi kakwepa hoja kwa sababu hana majibu nayo ya sawasawa ya msingi, na hao watakaokuja kumjibia pia wataikwepa hoja hii. Mimi nawaambieni hivi, wataikwepa hoja hii, watatafuta maneno mengine. Lakini sisi turudi kwa kusema kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulid, bali ni wao kutokumuelewa. Kwa hiyo basi wakiendelea kuimba kwamba maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa, wakawa wasema Sheikhul Islam kasema hivi, Ibn Taymiyyah funueni makataa, Ibn Taymiyyah kasema, mwamzulia uongo, mapata madhambi. Na kumsemea uongo mwana wa chuoni au mtu wa kawaida, ukamsemea uongo tu hali ya kuwa jambo ambalo hakulisema, wapata dhambi wewe, na yule aliyelianzisha jambo hilo pia apata dhambi. Haya, endeleeni kumpa madhambi Sheikh Melo, endeleeni. Na wala Ibn Taymiyyah hatadhurika chochote, lakini hakusema na wala hajasema yafaa, bali amesema huyo aliyekosea na akafanya kwa kukosea, Allah atamlipa kwa jitihadi yake. Yeye amesema hivyo basi, lakini kuwa nafaa hakusema hivyo, bali amesema hayafai. Mimi mpaka hapo nitakuwa nimefika mwisho wa majlisi yangu ya leo. Kwa hiyo ndio maana mimi nikawaambia siku zile kwamba yafuteni haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu ni mwamtia madhambini bado huyo aliyesema. Niendeleeni kuimba tu, lakini mjua mwamtia kwenye madhambi. Kwa nini? Kwa sababu anamsingizia Ibn Taymiyyah jambo ambalo hakulisema.
Na sisi kwa nia nzuri tunajua kwamba pingine ni kwa vile hakuwa na kitabu Iqtidau Siratil Mustaqim kwa wakati ule, akakisoma akayaelewa maneno ya Ibn Taymiyyah yametokea wapi yakaishia wapi. Pingine labda hilo ndio sababu. Kama ni hivyo, Allah atamsamehe makosa yake. La, kama si amekusudia kwa maksudi na nyinyi mkakusudia kwa maksudi, baada ya kueleza maneno haya mtapata madhambi na mtamtia kwenye madhambi na yeye. Endeleeni tu kuimba Ibn Taymiyyah akasema kwamba yafaa. Sasa ukisema tutakuja na vitabu, tukuonyesha kitabu kipi? Hem, semeni kitabu gani ambacho mtakuja nacho tutasema kwamba hapa kasema yafaa. Alafu kitu kingine ambacho namalizia nacho, kulikuwa nimeghafilika nacho, wao huwa wanapokuwa wanataka kukwepa hoja wanasema tuite, tuje kuonyesha. Tuite? Nani akuite? Sisi wala tukuite. Na wala katika sharti za mijadala hakuna sharti la kuitwa, kwamba mpaka uitwe, ualikwe, ulete vitabu. Sisi tumeshuhudia mijadala mingi hapa Tanga ikifanyika, mashekhe wakijadiliana, kila mmoja na mimbari yake na kinara chake, kila mmoja asema. Ukianzia hiyo ya Shamsia na Zahrau, Shamsia na Mawa, Shamsia na Ansari, hakuna hata mmoja asema kwamba tuite. Bali nakumbuka mimi Shamsia waliitwa na Zahrau wakakataa kwenda, kwamba tukutane msikiti wa 19 kwa Mzamiru tuzungumze. Wale watu wa Zahrau wasema kwenda pale tutaanza, tutafungua masala na almas'alatu alakdariyya katika mambo ya faraidh. Basi mwaitana watu mzungumze kwa masala yenyewe, mas'alatu alakdariyya. Watu wa Shamsia hawakwenda. Sheikh aliwakataza pale, Sheikh Muhammad bin Ayub akamwambia msiende. Wale walipokuwa Shamsia hawakwenda, wakatoka na zefi lao kwenda mpaka markazi nini kwao, na wakatunga kaswida na wakaweka siku maalum, wakapiga nyimbo pale na ikatunga kaswida maalum ya ushindi, na wakatoa kombe ili kombe kama Simba na Yanga, kombe likatolewa pale, wapiana wenyewe kwa wenyewe, lakini hakuna cha kwamba kuita sijui mgeni fulani. Likanunuliwa kombe jipya, likafungwa matambara yani, na ikaimbwa kaswida pale, ikapigwa ushindi wa Zahrau. Kuna vituko. Sasa hayo yote yamepita huko. Kwa hiyo sio lazima uitwe. Kama una majibu jibu, lakini kielimu. Na si kila anayejibu au anayezungumza sisi tumjibu. Sisi hatumjibu kila mtu. Wewe utajibu mpaka wewe. Huwezi kumjibu mwehu, sio? Tumwacha tu. Aw kullama tanna adh-dhubabu wasajartuhu. Mwarabu mmoja anasema mjeuri kweli kweli. Haina haja kutafsiri maneno haya. Anasema hivi, kila nzi akiwa analia, basi mimi nitakuwa na kazi ya kumfukuza tu. Basi nzi kwangu mimi ni mtukufu sana. Kwa hiyo si kila anayezungumza, hii mimbari hii ina thamani kubwa. Si kila anayezungumza ajibiwa, wengine waachwa. Wewe ukishaona umeachwa, ujue umepuuzwa. Tumekupuuza. Kama njibu basi, sisi hatujibu kila mtu. Huko kwenye YouTube kuna watu maelfu, kila mmoja anataka kujibiwa. Sisi tunawanyamazia tu. Unajua huyu mpumbavu, huyu safihi, huyu tumwache mwenyewe na jambo lake, atayeyuka yeye mwenyewe. Sisi tuendelee na mambo yetu. Lakini kuna watu wakizungumza, tuangalie sasa, ametoa hoja, amebabaisha, je, yana athari gani maneno yake? Yafaa kujibiwa, tutamjibu. Na wengine tuwapuuzia, wengi wafuatilia, utaona si kwa kushindwa, ni kwa kuwapuuza na kuchunga maslahi hayo. Lakini sisi tunataka hoja zetu za msingi ndio hizi. Msiwazulie wanawazuoni wetu maneno ya uongo. Ibn Taymiyyah hajajuzisha maulid wala hajasema yafaa. Tafuteni maneno mengine ya wanawazuoni wenu wenye kuyajuzisha hayo. Sisi tutajibu hao kwa hoja, kama ikiwa ni mambo yanahitaji kujibiwa. Na kitu kingine, usituambie kwamba kila wanapopinga maulid ndivyo wanavyozidi, kila tunapopinga pombe ndivyo zinavyonywewa. Kwa hiyo tuache.
Kwa hiyo Qur'ani ifutwe sasa, aya za pombe, aya za liwadhi, aya za zinaa, aya za kamari, aya za riba, kwa sababu riba zimeingia mpaka mitaani. Tuzifute aya hizi kwa sababu zimekithiri? Hatutazifuta na zitaendelea kukatazwa. Haya yote yataendelea kukatazwa maadamu Qur'ani imekataza na Sunna. Hatuangalii watu wangapi wanafanya na wamezidi kwa kiasi gani. Kwa hiyo kutuambia kila mnapokataza sisi ndio tuzidi zaidi, sasa washindana nani? liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Kwa inshallah tutakuwa tunabakisha majlisi kama 2, na hizo majlisi 2 hazitatuzuia ratiba zetu za kusoma. Sasa tutarudi kama katika hali ya kawaida ya kusoma, lakini majlisi 2 inshallah tutazimalizia kama katika wiki hii au wiki ijayo. Turudi kwa mudiri sasa wa Shamsul Maarif, ana visimamo au vikao kama 2 hivyo kumalizana naye, lakini ratiba zetu zitarudi vile vile inshallah. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. نعم. مفاهيم يجب أن تفتح. مفاهيم يجب أن تفتح. أنا vitabu vingi anavyotetea maulid na mambo ya bid'iyat, wengine al-Dhakhair al-Muhammadiyya, katika vitabu vyake alivyoandika al-Dhakhair al-Muhammadiyya, na hivyo amevijibu pia Suleiman bin Mani. Na ule upande wa mambo ya tauhid katika zile qasaid na shairi za bid'a na shirkiyat, Sheikh Saleh Ali Sheikh amemjibu vizuri kabisa, jawabu muskit, jawabu mufhim kwenye kitabu hadhihi mafahimuna. Hadhihi mafahimuna, kitabu kizuri kabisa cha Sheikh Saleh Ali Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Naam. Swali lolote? Tumemaliza majlisi.